kushughulikia madhabahu, dealing with altars. Na nikiongea kuhusu madhabahu, madhabahu ni misingi ya kiroho ambayo ina control mambo katika ulimwengu wa kiroho na inasababisha mambo ya kiasili yanatendeka. Nasema 99% ya vitu ambavyo tunaona vyote, vitu ambavyo vinatendeka vyote, 99% yake ya mambo ambayo tunaona inaendeshwa na madhabahu. 99% ya mambo yote unaona, iwe ni ndoa, iwe ni afya, iwe ni biashara, iwe ni imani, iwe ni wokovu, iwe ni dhambi, iwe ni utakatifu, yote inaendeshwa na madhabahu. Mambo fulani katika ulimwengu wa kiroho, misingi katika ulimwengu wa kiroho ambayo inasababisha vitu vinamea, vitu vyote vinaendeshwa na madhabahu. Bwana asifiwe. Ndio maana uliona wakati Yesu alikufa, wakati Yesu alikuja kuokoa watu, aliokoa akamaliza. Baada ya kumaliza kuokoa, akaenda msalabani ili aweze kuvunja madhabahu ya shetani na kujenga madhabahu mapya, ili ya kwamba wale ambao wako katika wokovu, wajapokuwa wadhaifu, wajapokuwa wanateleza wakianguka kwa matope na kuamuka, wasije wakawezwa na hali ya kuwapeleka jehanamu. Ndio maana alimwaga damu msalabani. Unaweza kujiuliza ni kwa nini Yesu alikuja kuokoa, na kweli kabla hajakufa akaenda msalabani watu waliokoka. Na kama alikuwa na uwezo wa kuokoa watu bila kuenda msalabani, ilikuwa haja gani aenda asulubishwe? Maana Yesu alifanya huduma kwa miaka 3 ndiposa akasulubishwa. Na hii miaka 3 aliyofanya huduma, watu waliokoka, wagonjwa walipona, wenye dhambi walisamehewa, viwete walitembea. Kwa hivyo mambo yote aliyoyafanya, aliyafanya kabla hajaenda msalabani. Sasa ilikuwa maana gani aende msalabani? Alikuwa anaondoa misingi ya kiroho ambayo ingerudisha watu jehanamu, kwa njia ya jehanamu. Akiondoa hiyo madhabahu na akajenga madhabahu mapya, ya kwamba utakuta mwenye haki aliyekombolewa, ijapokuwa mtoto wake anaweza kumsumbua, saa zingine akunywa pombe, saa zingine afanya nini, mwishowe huyo mtoto atamalizia kwa njia ya Mungu, kwa sababu misingi iliyo chini itailemea. Bwana asifiwe. Misingi aliyosimamia ni ya damu ya Yesu, ni misingi ya msalaba, misingi ya wokovu, misingi ya uzima. Lakini mtu akisimamia misingi mibaya, hata vitu vikae sawa vitaharibika baadaye, hata viende vizuri vitaharibika baadaye, hata biashara iende vizuri itaharibika baadaye, hata wokovu iendelee vizuri itaharibika baadaye, hata ndoa ikuwe na furaha leo itaharibika baadaye, itaharibika baadaye. Ndio maana Biblia inasema mpumbavu amesema moyoni hakuna Mungu. Na wengine wameenda kujificha kwa dini na hawajawahi jali mambo ya madhabahu yao. Watu hawajawahi kujua madhabahu ni kitu gani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu alipoona ya kwamba ameokoa watu, amehubiria watu, kuenda kwa msalaba ilikuwa ni kutangaza wokovu, kuweka misingi ya wokovu ya dunia. Bwana asifiwe. Ndio yoyote anasema tu Bwana nimekuamini, anawekwa kwa hiyo misingi ya Yesu. Nataka tusome kitabu cha Waamuzi, Judges chapter 6. Bwana asifiwe. Ndio
ndio mtu aweze kuondolewa madhabahu anafaa kufanya nini? Ndio madhabahu yaondoke, mengine yajengeke, mtu anafaa kufanya kitu gani? Kuna wakati mwingine mmeona mtu anaenda kwa mganga. Niwaulize, mtu akienda kwa mganga mwenye hajaokoka, akiwa mgonjwa anaenda kwa mganga, anapona ama haponi? Anapona ama haponi? Anapona, si ndio? Kwa nini? Si habari ya imani. Si habari ya imani. Si ati umeamini mganga ama umeamini Mungu. Umeenda tu kwa mganga na umepona. Ni kwa nini unapona? Let me teach you something today. Praise God. Ukienda kwa mganga, mganga anakuambia leta kuku. Bwana asifiwe. Sasa wewe unaumwa na tumbo. Tumbo inauma sana, sana. Mchawi amekurushia uchawi, tumbo inauma. Ukienda kwa mganga anakuambia leta kuku. Kuna maroho ambazo zinabebwa na kuku. Kiwango ya kuku. Anachukua hizi roho anakuwekea. So umetoa kuku. Hizi roho akikuwekea, unakuta yenye mchawi alichukua tu madawa na akakurushia madawa, ukarukia vitumbo ikaanza kuuma. Haina nguvu, maana haikuwa na dhabihu. Sasa tumbo inanyamaza. Sababu hii mapepo iko hapa ndani iko na nguvu. Inaingia kwa tumbo, inakaa hapo. Alafu inaambia hiyo yenye ilikuwa ndani ya tumbo, hakuna kuuma na tumbo, sisi tumetake over. Na unakuta hii kazi yake si kuuma tumbo. Hii kazi yake ni kukula watoto kwa tumbo. Hii ni stomach ina egg. Na hii kazi yake ni termination of pregnancies. Nasema hivi, hii madhabahu ya kumwaga damu, simechinjwa kuku. Kazi yake ni kukula watoto kwa tumbo, inataka damu. Sasa utakuta tumbo hayumi, lakini ukibeba mimba zinatoka. Napeana mfano, inaweza fanya pia kazi nyingine. Bwana asifiwe. Alafu wakati watoto wanatoka, unaenda kwa mganga mwingine ama huyo anakuambia hii ya kula watoto inataka dhabihu kubwa. Unatoa kondoo, sheep. Ukitoa kondoo hii kazi yake ni mauti. Mauti kwa watoto. Sasa hii iko na nguvu. Ikiingia kwa tumbo inaambia hii hakuna kuterminate pregnancy. Sisi lazima watoto wazaliwe, watoto wakule wakiwa miaka 6. Na wewe hapa ulishuhudia kwamba tumbo ilipo? Ukashuhudia umepata mimba. Alafu wakati umepata mimba, terminate mimba zinatoka. Anakuambia lazima tutoe dhabihu kubwa. Unapeleka kondoo inachinjwa. Kondoo iko na gharama ya juu kuliko kuku. Kondoo inakuambia ukizaa mtoto tunakula watoto. Kwa hivyo wewe unabeba mimba vizuri, unasifu mganga, unampelekea wateja, unazaa mtoto vizuri, akifika miaka 10 anakufa. Kwa sababu hii kazi yake ni kukula watu wamezaliwa. Unaamua, unasema hapana. Lazima nirudi huko nikinge kifo kwa maisha yangu. Unaenda kwa mganga anakuambia leta ng'ombe. Unatoa ng'ombe. Ng'ombe ikichinjwa haiui watoto, inakula watu wakubwa. Premature death. Inahakikisha mtoto akiolewa tu hivi bwana anakufa. Akioa tu hivi bibi anakufa. Akianza tu biashara inanawiri wakati inakuwa kubwa anakufa. Kwa sababu ni dhabihu kubwa, inataka vitu vikubwa. Umeelewa kile nimekuambia? So hii madhabahu mapepo iko hapa ndani iko na nguvu. Inaingia inaambia hii nyamaza tafadhali, hakuna kuua watoto wadogo, lazima kwanza wamalize university ndio wakufe. Hamjawahi ona mtu anamaliza hivi, anasomesha tu mtoto wake, wakati anamaliza tu university anapata kazi nzuri kwa serikali na anakufa. Mjaiona hiyo shida? Halafu ukifanya uchunguzi utakuta kuna vile shetani ni wajabu.
Unakuwa na watoto 10. Alafu mwenye amesoma kabisa, amesucceed, ana kazi nzuri kwa serikali, huyo ndio huwa anakufa, unaachiwa machicha. Unaachia wale hawana kitu kwa kichwa. Unaachia wale walikataa shule katikati, unaachia wale wanakunywa pombe. Huwa inafanyika hivyo. Fanya uchunguzi utaona. Bwana asifiwe. Itakuwa ni hii dhabihu inakula huyo. Hawezi kuliwa kama hajamaliza masomo. Hawezi kuliwa kama hajanunua gari. Hawezi kuliwa kama hajasucceed. Kwa sababu dhabihu uliotoa wewe mwenyewe iko na nguvu. Inazuia hawezi kufa wachanga, wanakufa hapa. Bwana asifiwe. Unafika mahali unasema ya kwamba mimi nimelemewa. Ukienda tena sasa wanakuambia tunataka ujirecruit kwa Illuminati. Ukiingia kwa Illuminati wanakuambia sasa tunataka mtu tena mwenye unapenda. Hakuna mtu ambaye huingia kwa Illuminati kama hajapitia hizi process. Hawezi chukuliwa, hawezi kubalika. Mpaka kuwe na gharama. Bwana asifiwe. Ndio maana unaona mtu akienda kwa mganga hupona. Uponyaji wa kwa mganga chenye kinaponya ni shetani. Na huwa haiponyi, huwa inahairisha shida. Suluhisho ambalo linatoka kwa shetani huhairishwa, maana ni vitu vinajengwa. Madhabahu moja inakuja inajengwa ingine juu yake. Madhabahu hii yenye ulijenga ilikuja ikajengwa juu ya hii. Hii ikajengwa juu ya hii. So hii ikashindwa kazi, hii ikachukulia hapo. Ikachukua usukani. Ya ng'ombe ikajengwa juu ya ile madhabahu ya mbuzi. Ikachukua usukani. Ikaanza kazi. Na chenye inadai ni kikubwa kuliko cha mwanzo. Lakini mpumbavu amesema moyoni amepata suluhisho. Sasa kwa mganga utajenga madhabahu mengi na mwishowe utapata hasara. Sababu ni madhabahu wewe umejenga. Ulianza na hii, kakuja kwa hii, kakuja kwa hii, kakuja kwa hii, kakuja kwa hii. Mwishowe unakuta boma watu wote wanakuwa waenda wazimu. Nakuta watoto wako na akili zuzu, wanakaa machokora, wanakaa aje kwa sababu ni madhabahu uliojenga. They are standing on the altars ambazo wewe mwenyewe umegharamika. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ni nini unafaa kufanya ili uweze kukaunta taka ya madhabahu na Bwana kujengea madhabahu mapi? Hallelujah. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza, lazima umwamini Yesu akuchague. Umwamini Yesu akuite. Uache kuamini shetani, umwamini Yesu akuite. Tukiangalia mtumishi wa Mungu katika kitabu cha Judges anaitwa Gideoni. Kuna vile alisumbuana na Mungu sana ndipo Mungu akamuita. Hebu soma Waamuzi, Judges. Let us read from Judges chapter 6. Judges chapter 6 verse 12. Mtu asome verse 12. Inasema malaika wa Bwana akamtokea. Ndio. Akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Midiani. Angalia vile maandiko inasema, hebu keti. Malaika anamkujia Gideoni, anamwambia Gideoni, na nikiongea juu ya malaika, hapana anza kuomba ukiita malaika. Malaika yuko siku hizi. Sasa kuna Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Katika Agano la Kale malaika ndio walikuwa wanaleta ujumbe. Katika Agano Jipya ni Holy Spirit. In the Old Testament, the angel called Gabriel was used to relay information to people. Hallelujah. That is during the Old Testament. But in the New Testament, it is the Holy Spirit, not angels.
Sasa ukipata mtu anaomba anasema Mungu nipe malaika wangu, malaika wangu, malaika wangu wa roho, you are lost and confused and fooled. Bwana asifiwe. Msaada tuliopewa, the only help we have is the Holy Spirit. So tell God to give you the Holy Spirit, not angels. It is the Holy Spirit that orders the angels to serve us. Bwana asifiwe. Mwanadamu ni mkuu kuliko malaika, lakini Roho Mtakatifu ni mkuu kuliko mwanadamu. Sasa wewe ukiita malaika unajishusha. You lower yourself. Because angels are our servants. Malaika ni watumishi wetu. Sisi tukipewa Roho Mtakatifu, we are assigned angels. Tunapewa malaika. Sisi tutatawala malaika mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usiite malaika. Kwa hivyo ninasema malaika akamgujia Gideoni, maana wakati huo Yesu alikuwa hajawaachilia Roho Mtakatifu afanye kazi kwa nafasi ya malaika. Akamwambia Gideoni, Mungu yuko pamoja nawe, ewe shujaa. Anamuita you mighty man. Amemfanya kuwa shujaa, amemfanya kuwa mtu mkubwa, amemuita. Lakini Gideoni anakataa. Na Gideoni anakataa kwa sababu ameona mateso, ameona mazingira magumu, ameona uchungu, ameona watu maadui wa Mungu na maadui wa Israeli wakipiga wa Israeli. Ndoa zao zimekuwa chungu, biashara zimekuwa chungu, magonjwa imewalemea. Lakini ujue hivi, mashida hizi zilitokea kwa sababu Mungu hakukataa Waisraeli. Waisraeli walimkataa Mungu, wakaanza kuenda kwa waganga, wakakataa kumwamini Mungu, wakakataa kuamini njia ya Bwana, wakatafuta suluhisho kwa waganga, wakajijengea madhabahu ya uasi, wakajijengea madhabahu ya anasa, wakatoa dhabihu kwa waganga, wakatoa dhabihu kwa watu waovu, waliwaendea kwa suluhisho zao. Maandiko inasema wana wa Israeli wakamkataa Mungu kwa mioyo. Mungu amewapenda, amewachagua, lakini mioyo yao ikamkataa Mungu. Ukipoteza imani kwa Mungu, you have said no to Jesus. When you lose faith, unaweza kuwa mdhaifu kwa dhambi, kwa matendo ya mwili wako, lakini usiseme no to Jesus. Baki kwa Yesu na udhaifu wako. Baki kwa Yesu na unyonge wako. Baki kwa Yesu na udhaifu wako. Baki kwa Yesu na dhambi yako ndogo ndogo. Baki kwa Yesu ili akupiganie, akutetee, akusaidie kukukomboa kutokana na dhambi iliyokulemea. Maana ukimwacha Yesu, ni wewe utateseka. Wana wa Israeli walimwacha Yesu, wakatafuta suluhisho kwa waganga. Maandiko inasema walipomtoroka Mungu, waliacha Mungu peke yake. Kwa hivyo maadui wakawapata msituni. Unajua simba akitaka kuua buffalo, huwa anamtoa kwa kundi. Anakimbiza buffalo akienda mbele ya buffalo hivi. Alafu buffalo mmoja, nyati mmoja, anatolewa ndani ya kundi ya zingine. Akishatolewa ndani ya kundi zingine, anakuwa kitoweo rahisi. Kwa hivyo shetani kile hufanya, huwa anadanganya mtu, anacorrupt akili za mtu, alafu anaambia mtu ya kwamba Mungu amekuacha. Bwana asifiwe. Madhabahu waliojenga tutayaona baadaye. Yako walijenga Waisraeli, wakamwacha Mungu. Maandiko inasema waliposonga mbali na Mungu, uchungu ikaja kwa maisha yao. Sasa Mungu akaamua kurejesha Israeli. Akaangalia watu wote ambao wameasi, akapata muasi mmoja anaitwa Gideoni. Ni muasi mmoja anaitwa Gideoni, Muisraeli mmoja ambaye madhabahu ambayo anasimamia juu yake ni madhabahu yaliyojengwa na mababu. Kama vile leo Mungu ametafuta wewe kutoka kwa madhabahu mabaya ya waganga, kutoka kwa madhabahu mabaya ya wachawi, na ameamua kukuchagua wewe na kukuita
mafuta ili apate kukutumikia. Leo ni vizuri ugundue ya kwamba madhabahu ambayo unasimamia juu yake ni madhabahu ya aina gani. Vitu vingine vinaweza kuwa vinaendelea kuharibika kwa maisha yako, kumbe ni altars you are standing on. Evil altars. Praise God. Maandiko inasema Gideoni akasumbuana na Mungu katika mstari wa 13. Akamwambia Mungu, aje unatuambia nini? Wewe ulituacha. Wapi miujiza yako ya zamani? Lakini Mungu anamwambia, mimi sikuwaacha ninyi mlioniacha. Mlipoenda mkajijengea madhabahu kwa waganga, madhabahu ya Ashera, madhabahu maovu, madhabahu ya mateso, madhabahu ya uasi, mkaamini shetani kuliko kuniamini mimi Mungu wenu. Ni nyinyi mlioniacha. Mkajenga madhabahu mengine kando na madhabahu yangu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Maandiko yanasema Gideoni aliposikia hiyo maneno, moyo wake ukashuka chini. Hallelujah. Mstari wa 15 unasemaje? Akamwambia, ndio, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase. Gideoni anamwambia Mungu ya kwamba unanituma mimi niende niokoe Israeli. Nitaiokoaje na hata mimi ni mmoja wao Israeli ambao tulishakujengea madhabahu mabaya, na kwetu kumejaa umaskini, kwetu kumejaa magonjwa, kwetu kumejaa laana, kwetu kumejaa dhambi. Gideoni anamuuliza Mungu, itakuwaje Bwana? Yani anashuka chini anamwambia Bwana, mimi siwezi, mimi ni mmoja wa waasi. Jambo ambalo unafaa kufanya la pili ni kujikubali dhambi zako na kunyenyekea mbele za Bwana. Kubali udhaifu wako, kubali unyonge wako, kubali dhambi zako, kubali madhabahu yaliyojengwa kwenu, kubali mashida ulizo nazo na ushuke chini unyenyekee. Maandiko inasema Gideoni akanyenyekea sana, akampendeza Bwana. Ukinyenyekea mbele za Bwana, Bwana anaanza kukuandaa ili kukuondolea madhabahu mabaya ya kale, akujengea madhabahu mapya. Kiburi kimemaliza watu wa Mungu. Hallelujah. Ukinyenyekea ndio Bwana anakuinua. Bwana asifiwe. Nataka kusoma mstari wa 24. Mstari wa 24. Ndipo Gideoni akamjengea Bwana madhabahu hapo. Akaita jina. Soma 23. Bwana akamwambia, amani iwe pamoja nawe, usiogope, hutakufa. Ndipo Gideoni akamjengea Bwana. Angalia, Gideoni anapolalamika, Mungu anamwambia Gideoni, usiogope, hautakufa kutokana na shida za kwenu, hautakufa kutokana na hiyo madhabahu, maana nimeamua kukuchagua kwa sababu umenyenyekea, umekubali. Sasa hautakufa. Kama Gideoni hangenyenyekea, angeenda na roho ya mauti, angekufa kutokana na madhabahu ya kwao. Bwana asifiwe. Endelea kusoma. Ndipo Gideoni akamjengea Bwana madhabahu hapo. Akaita jina lake Yehova Shalom. Wakati Mungu amemwambia Gideoni ya kwamba hutakufa, Gideoni akajengea Mungu madhabahu kama hii. Akajenga. Yani akampokea Mungu, akamwambia nimekubali uwe Mungu wangu kuanzia leo. Akaita Shalom. Jina Shalom ni jina ambalo Gideoni aliita madhabahu ambao aliita alipomjengea Mungu, alipompokea Mungu. Endelea. Akaita jina lake Yehova Shalom. Ndio. Hata hivyo leo iko huko katika Ofra ya Wabizieri. Ndio. Ikawa siku baada ya kujenga madhabahu ameshajenga. Endelea. Ikawa usiku huo ndio Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali aliyo naye baba yako, ukaikate Ashera ile iliyo karibu naye. Ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii kwa taratibu zake. Ukamtwae yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa kwa kuni za Ashera ulioikata. Amen. Maandiko inasema
Baada ya Gideoni kujenga madhabahu, Mungu akaenda, yeye akajua amemaliza kazi, akaenda akalala. Baada ya kulala, Mungu akamwambia, hapana, wewe umejenga madhabahu yangu na kuna madhabahu yaliyoinuliwa kale, madhabahu ya baba yako. Akasema, kwanza enda haribu ya madhabahu ya Waisraeli ambayo baba yako alijenga, uiharibu kwanza, ndio hapo unijengea madhabahu yangu mapya. Usiweke madhabahu yangu juu ya madhabahu mabaya. Madhabahu ya Mungu kuyajenga na kuharibu madhabahu ya shetani iko na gharama ya juu. Lazima uwe mtu ambaye umejitoa kwa maombi sana, umejitoa kwa gharama ya kifedha, umejitoa kwa gharama ya imani. Lazima uwe mtu uliyeamua, maana madhabahu mabaya ya shetani yamevunja vizazi vingi. Unaanza kuhubiri, alafu unahubiri kidogo kidogo, unasikia ulishapotea, ulienda kwa ulevi. Uliacha. Watu wengi walipoanza huduma leo hawako. Many people began preaching and today they are not there. Madhabahu iliwavunja kitambo. Madhabahu inakupinga, unaenda hivi inakupinga, unaenda hivi inakupiga miguu, unaenda hivi inakucross mbele, unaenda hivi inakataa. Unaanza biashara haifanikiwi. You begin a small business and it cannot flourish. Biashara yako ya jirani inatawala, yako inakwisha. Unafungua kibanda ya mboga, ya jirani inafanya, yako inakataa. Because you are not serious in the spiritual world. Lazima mambo yote ambayo unafanya yawe yamejengwa kwa madhabahu ya kuisupport, ndio ifanye kazi. Bwana asifiwe. Umeona madhabahu ya shetani vile inakaa? Iko na uchungu kila siku. Sasa ukijenga madhabahu ya shetani, ujue utang'ara miaka 10 tu. You will shine for only 10 years. The rest is pain. The rest is pain. Praise God. The rest is pain. Because nothing good comes from Satan. Hakuna kitu yoyote nzuri inatoka kwa shetani. Hakuna. Bwana asifiwe. Mungu akamwambia Gideoni, lazima uchukue hatua ya juu ya gharama. Lazima uchukue hatua ya juu ya gharama ili haya madhabahu ya kuondokee. Maana madhabahu yaliyojengwa na Waisraeli ndio iliwaingiza kwa umasikini, hakuwa Mungu. Madhabahu waliyojijengea wenyewe ndio iliwaingiza kwa laana. Madhabahu waliyojiingiza wenyewe ndio iliharibu ndoa zao. Madhabahu waliojijengea wenyewe ndio iliharibu biashara zao. Madhabahu waliojijengea wenyewe ndio imefanya hawawezi kaa kwa ndoa moja. Unakuta mtu ina lifetime ameolewa mara 6, 7, 8. Si kupenda kwake. Hakuna mwenye anataka hiyo. Hakuna. Nobody wants that. Hakuna. Tena unakuta shetani amekutesa hivyo. Wewe mwenyewe ni mnyenyekevu, mpole, mzuri, lakini shetani anakutoa kwa ndoa, anakupeleka hii, anakupeleka hii mpaka unashinda. Unaoa wanawake hawana hesabu. You marry like 20 times. You marry this wife, she goes, you marry this one, anaenda, you marry this one, you marry this one, because of the altars. Madhabahu mabaya inakuambia you cannot live in marriage. Huwezi kwa ndoa. Sasa madhabahu haya lazima uyachukulie hatua, uyabomoe, uyaharibu kwa imani, kwa maombi. Ukiwa mtu ambaye huombi, ukiwa mtu ambaye hujui kufunga, mtu ambaye hujui kumtolea Mungu, madhabahu yaondoki. Madhabahu yaondoki. Unaweza sema kwa lugha za mbinguni, unaweza kuwa nabii wa mbinguni, unaweza fanya mambo mengi, unaweza omba vyote wakatembea, lakini kwako madhabahu hayawezi ondoka. Hayawezi ondoka. Bwana asifiwe. Praise God. Mungu akamwambia Gideoni, haiwezekani. Nimeamua utakuwa na peace, hautakufa, lakini kwanza vunja hii madhabahu. Gideoni akafanya hivyo. Kuvunja madhabahu si rahisi. Hebu soma. Ndipo Gideoni akatoa watu 10 miongoni mwa watumishi wake. Ndio. Akafanya kama Bwana alivyomwambia. Yes. Lakini ikawa kwa sababu aliogopa watu wa nyumba ya Gideoni akafanya vile Mungu alimwambia. Lakini kwa sababu anaogopa. Lakini
Lakini ikawa kwa sababu aliwaogopa watu wa nyumba ya baba yake. Aliogopa watu wa nyumba ya baba yake. Kuvunja madhabahu ni gharama, ni aibu, ni shida, si jambo rahisi. Ndio maana wengi waondoi madhabahu ya maisha yao. Aliogopa watu wa nyumba ya baba yake. Ndio. Na watu wa mji. Hakuweza kuyatenda hayo wakati wa mchana. Ndio. Basi aliyatenda usiku. Aliyatenda usiku. Endelea. Hata watu wa mji walipoondoka asubuhi na mapema, tazama, madhabahu ya Baali imebomolewa. Ndio. Na ile Ashera iliyokuwa karibu naye imekatwa. Na yule ng'ombe wa pili ametolewa sadaka juu ya ile madhabahu iliyojengwa. Kwa kujenga madhabahu mapya ya Mungu. Bwana asifiwe. Biblia inasema wakati alienda kubomoa hayo madhabahu, akaogopa watu watamletea shida. Lakini alipata madhabahu ya kwao. Alienda akabomoa usiku, watu wakaamuka wakapata madhabahu yao haiko, imevunjwa. Ndio maana unaona ukiamua wokovu ya ukweli kabisa, lazima uface resistance. If you decide the real salvation, you must meet resistance. Lazima upingwe. Lazima upingwe. Lazima ukataliwe. Lazima upigwe. Lazima udharauliwe. Lazima utusiwe. They will fight you. Come on. They will fight you. When you decide to destroy the altars, they will fight you. Bwana asifiwe. They will fight you hard. Sasa unakuta they are fighting you and you are prayerless. Come on people. Maadui wanakupiga kwa bidii na wewe unalala kwa bidii. Maadui wanakupiga kwa bidii na wewe unajiwekea vitu zako ukisema siwezi peleka kwa madhabahu. Na hizo ndio wanataka. Maadui wanakupiga kwa bidii na wewe unakuamilia vitu zako. Wakati wowote unafanya kitu kama mtu wa kwanza anywhere in life, please don't do it blindly. I beg. I beg. Nakwambia ukweli. Kama hutaki kuelewa, enda jaribu kila nakwambia. Go and try it. You are doing it for the first time in your family. Wewe ndio wa kwanza kufanya kitu. Please don't try it. Enda kwa altar, tafuta dhabihu. Vunja madhabahu ya kwenu kwanza. It happens everywhere. It happens everywhere. Yes. Hata mimi niliponunua gari, I was the first one to buy a car in our family. Wengine wamenunua baadaye. Wengine wamenunua baadaye matrakta nini. Lakini mimi ndio nilikuwa kwanza kununua gari. Niliponunua gari, sikumaliza wiki moja. Nipata ajali mbaya sana. Sikuwa nimelewa, nilikuwa na drive mwenyewe. Nipata ajali mbaya. Na mimi nilikuwa nimeokoka. I was a bishop. Yes. Born again. And very prayerful. But they almost killed me. Kwanza walitaka kunimaliza nikienda nayo nyumbani. I was going home. Nilikuwa nimebeba my father, my mother, my sister. Oh my gosh, my wife. Mimi, mke wangu, baba yangu, mama yangu, dada yangu mkubwa. Tungeisha wote barabarani. Lakini Yesu akaniambia, kwa sababu hamjamaliza kazi, nitakulinda, utakufa. Gari yangu iliharibika vibaya sana. Vibaya sana. It was almost getting written off. Nikatafuta dhabihu, nikaenda kwa spiritual mother wangu, nikaenda nikatoa dhabihu. Akaniombea, nikakuwa sawa. Na mimi ni bishop. Wakati unafanya jambo kwa mara ya kwanza, wacha ujinga. Umeanza, umepoteza milioni. Umeanza tena, umepoteza milioni. Na dhabihu ni pesa kidogo, hata 50,000 ama 20 ama 100 hivyo. Nani alikuroga? Nani alikuroga nani? Mimi sijui aliyekuroga. How do you lose? Mara ya kwanza unapoteza, mara ya pili unapoteza, mara ya tatu unapoteza, mara ya nne unapoteza, na bado unajipanga kupoteza. Kwa sababu mwili ina resist. Ukiamua kuvunja madhabahu, mwili inakuambia tafadhali usifanye, utapoteza pesa zako.
Mwili inakuambia usifanye, utapoteza mali yako. Mwili inakuambia usifanye, utabaki maskini. Inakudanganya, ukipeleka kwa madhabahu utapoteza pesa, utabaki maskini. Tafadhali sanya ununue ndege. Shetani. Maandiko yanasema Gideoni, watu wakasema ni nani aliyevunja hii madhabahu? Hebu endelea kusoma. Walituma na Gideoni atafutwe. Wakaambiana, ndio, ni nani aliyetenda jambo hili? Ni nani aliyevunja madhabahu yetu? Yaani mwili inakuambia ni nani aliyeharibu vitu yetu. Mababu waliokufa wanasema ni nani aliyeharibu mwa kitu hii? Ni nani aliyefanya hii? Ni nani ambaye anajaribu kutaka watu wanunue magari kwa hii familia? Nani anataka watu waishi kwa ndoa za furaha ndani ya hii familia? Ni nani huyo ambaye anajaribu kufungua wengine wakae kwa ndoa za furaha? Nani huyo tumjue? Hii familia kuna mtu ataishi kwa ndoa. Nani huyo anajaribu kutaka watu wakae kwa ndoa? Nani huyo anataka watu wakuwe matajiri kwa hii familia? Nataka kumjua huyo. Wakainua vita juu ya Gideoni. Wakatafuta baba ya Gideoni. Hebu soma. Hata walipotafuta habari na kuuliza, wakasema Gideoni. Wakasema tumegundua ni Gideoni. Wakasema Gideoni, mwana wa Yoashi. Mwana wa Yoashi ndiye aliyetenda jambo hili. Ndiye ameharibu madhabahu yetu. Ndipo watu wa mji wakaambia Yoashi, mlete mwanao. Leta mwanao mara moja. Afe. Bwana asifiwe. Hivi ndio walisema wakati nilinunua gari. Leta huyo mara moja tuue. Anataka kufanya watu waanze kununua magari kwa hii familia. Wakajaribu kunikamata waniue, wakapata niko kwa mikono ya Yesu. So unaona Mungu alikuwa ameshaambia Gideoni ya kwamba usiogope, hawatakuua, utakufa. Mnakumbuka hapo tulisoma? Ya kwamba usiogope, hautakufa. Wakati mtu anajaribu kudina madhabahu, huwa anapata resistance, anapata pingamizi. Shetani hawezi kuruhusu. Ndio maana unaweza fungua biashara. You can start up a business ya 1 million bila kutoa dhabihu. Ianguke. Tena ujipange uende uuze shamba ushago. Ufungue biashara nyingine. Ianguke. Ujipange ufanye kitu fulani. Uanze kitu fulani. Kianguke. Lakini kutoa dhabihu hakuna, wanakupinga. Nakwambia huwezi kuvunja madhabahu, sababu ni yetu. Maana ukivunja madhabahu, hata wakikimbiza haja wakuwezi. Hata wakufuata mbio hawakuwezi. Bwana asifiwe. Unakuta unafanya vitu vidogo vidogo na viharibiki kwa sababu madhabahu ya kupingana na hiyo vitu yameharibika na mengine mazuri yamejengwa. Kwa hivyo ukijaribu wokovu yako inakuwa na nguvu, inaenda mbali. Hata shetani akuangusha kwa usharati, unaamuka kama umeokoka. Hata shetani akuangushe kwa ulevi, unatoka ndani ya ulevi kama umeokoka. Hata shetani akuangushe kwa umasikini, unatoka ndani kama umeokoka. Kwa sababu madhabahu uliyosimamia ni madhabahu ya damu ya Yesu. The altar of the blood of Jesus. Praise God. But if you operate in the altar of demons, you will never do anything to bear fruits. Hallelujah. Jambo la ajabu ni kwamba maadui hulemea wa Kristo. Bwana asifiwe. Unasikia Mkristo ati wewe umeenda kufanya mradi wa 1,000,000. Umeenda kufanya mradi wa 1,500. Na wewe unajua madhabahu iko kwenu na umefundishwa na unajua. Alafu wewe unaenda tu kufanya. Alafu ikishaharibika unakuja hapo kilia machozi. Mungu nilikosea wapi? Si una akili. Penye ulikosea ni kukosa akili. Ulijitanguliza kufanya, ikiharibika unaambia Mungu nilikosea wapi? Kwani ulikuwa umeambia Mungu muende naye? Ulienda na Mungu? Wewe unajiingiza kwa ndoa namna hii chwap. Kiambia bishop atakuchelewesha. Kiambia fulani atakuchelewesha. Unajiingiza kwa ndoa pia umeolewa. Alafu unakaa miezi 6, alafu unatokelezea polepole namna hii. Polepole unakaa hapo nyuma. Hivi. Ndoa ikianza uchungu unaanza, Mungu hii ndoa ni wewe ulinipa, alikupa lini? When did God give you that marriage? Did you even pray? Uliomba? Uliombea? Ulifunga hata ukaenda mlimani? Ukasema Mungu nataka mke, Mungu nataka mme. Ulifanya hivyo? Ulienda peke yako? But wise people, before you do anything, please begin with an altar. You are doing something for the first time, please break an altar of people who did not do that thing. You are getting married,
please break it. You are doing a certain project, please break the altars of your forefathers that you may stand. Kwa nini mtu ameokoka lakini maisha yake yanaharibika kila siku? Imagine, alafu kwanza ona, madhabahu iko, haujaanza na Mungu, haujavunja madhabahu, haujaanza na Mungu. Bwana asifiwe. Alafu you are prayerless. Uliza mtu nani alikuroga. Muulize kwa upole nani alikuroga. Muangalia tu mpaka vile atakupea jawabu. Muulize ni nani mwenye alikuroga. Muulize tu kabisa nani alikuroga. Kwa nini shetani alikunyang'anya akili akakunyang'anya ufahamu? Yaani umepata hasara ya kwanza, umepata hasara ya pili, umepata hasara ya tatu, umepata ya 4, umepata ya 5 kwa sababu ya madhabahu, na hata leo hauna mpango wa kuishughulikia. Hata vile tunaongea hivi hata hauna mpango. Nani alikuroga? Bwana asifiwe. Unataka kuwa ignorant. Why do you want to be ignorant that much? Tena sasa hiyo unapanga mradi ingine. You are planning to do another project. Bwana asifiwe. Sasa hiyo unapanga mradi ingine. Na ile ya kwanza madhabahu ya kwenu iliharibu na hujaiondoa. Yaani ona. Unatumia board mass kufanya hesabu. Hiyo hesabu unaanguka. Mwalimu anakuambia rudia. Tena unarudia the same formula. Tena unaanguka. You lose again. Tena you are given the same sum to repeat. You use the same formula. You lose again. You fail again. You use the formula. Who bewitched you? If you have used the first formula, it's not working. The second formula is not working. Try another formula. Change the formula. Changing the formula may be expensive, but please do it for God's sake. It may be costly for you, but do it anyway. It may cost you time and resources, but please do it anyway. You have no option. Do it anyway. You have tried praying every day. You have prayed, you have fasted. Things are not working. Pray anyway. Pray. Omba. Tafuta Mungu. Pray. Wacha kulala. Nimekuambia madhabahu itakupinga. Watu watakupinga. Ukijaribu kuamka hivi, alamu ikilia, huwa unasikiaje? Alamu ikilia saa 8 unasikiaje? Wewe unasikiaje hiyo mambo? Unasikiaje hiyo? Alamu ya saa 8 niambie. Nani huwa anasikia kuenjoy kuamka? Inua mkono. Yaani kabla hata haijalia umefyatuka. Wow, uko na neema ya ajabu. Bwana kubariki. Si rahisi. Bwana asifiwe. Hiyo si rahisi. I'm telling you. It's not easy for anybody. I cannot lie to you. It is not easy. Alamu ya saa 8 is not easy. Inalia namna hiyo unasikia kama inakuudhi. Alafu unapinduka haraka haraka kama nguruwe namna hiyo. You turn. Hello. Bwana asifiwe. Na shetani anasema bas amelala. Anakufunga, ana plan, anafunga. Ukijaribu kula anakupembeleza. Unalala. Kitu yoyote ambayo unafanya kwa urahisi hakiwezi kuzaa matunda. Any cheap thing, anything cheap does not last long. Maana hii maombi unaamka saa 1. Maombi ya saa 1 haiwezi kusaidia. Hata usingizi imeisha kabisa mpaka unasikia unajaribu kulala, unasikia mwili imechoka. Unasikia hutaki kulala, ndio unaamka sasa unaanza. Tena saa hiyo unaanza ukiomba, Mungu nakuomba unisaidie. Ninakataa kila vifungo. Bwana, maombi ya saa 8 yenye ningeomba wacha ikuwe ndio saa hii. Inakuwaje ndio saa hii? Na wewe ulikuweko, kwani ulikuwa umekufa saa 8? Si ulikuwepo? Wewe mwenyewe ukaseta alamu.
Hello people. Sema ninakataa hii roho kwa jina la Yesu. Sema ninakataa ujinga hii kwa jina la Yesu. Natangaza upokee neema. Natangaza upokee kibali cha maombi. Natangaza upokee moto wa maombi. Natangaza uamuke usiku wa manane. Natangaza upokee nguvu. Natangaza uamuke usiku wa manane. Natangaza upigane na hiyo madhabahu kwa gharama, kwa kutoa dhabihu, kwa kuomba usiku wa manane, kwa kufunga. Hiyo madhabahu ivunjike, iwachilie maisha yako kwa jina la Yesu. Hallelujah. Usikubali, please don't mediocre. How I pray that you stop mediocre. Gideoni akasema nitaifanya usiku. Hapo ndio vita ilianza. Bwana asifiwe. Alifanya saa ngapi? Na wewe unataka kufanya saa 1 asubuhi? Alifanya saa ngapi? Na wewe unataka kufanya saa 1? Saa 1 utaweza? Kama angefanya mchana angeweza? Angeweza? Angefanywa nini? Sasa wewe yako iliuawa kwa sababu ulifanya mchana. Saa 1. Watu walishaamka walienda kazi. Wewe ndio unaamuka sasa hiyo ukienda miayo. Unaomba kidogo, alafu unaomba kidogo, alafu mtu anakwambia mama nataka kwenda shule. Anamwambia acha kunishika. Halo, peni mtoto chai naomba. Uongo, ungeomba wakilala. Ungeomba wakilala? Pa naomba wakati wenye unataka kunywa chai, unaomba ukienda miayo, unaomba ukiomba chai. Sasa tunashindwa ni chai unaomba ama ni Mungu unaomba. Halo? Ambia mtu labda ni wewe tu. Mwambie labda ni wewe tu. Unaonaje? Anaweza kuwa ni wewe kweli? Ni wale wa huko wa kanisa hiyo nyingine, si ndio? Sio sisi. Sisi hatuwezi fanya vitu kama hii. Nyinyi mnaweza fanya vitu kama hiyo kweli? Mnaweza kweli? Mnaweza? Si ni waugua wale wengine, wale wa kanisa nyingine. Nyinyi mnaweza kweli? Hamwezi. Bwana asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba be vigilant and sober. Hello? Inasema be sober. Iko 1 Peter chapter 5 ama ngapi? Verse 8 hapo. Be sober, be vigilant, because your adversary Satan is roaring, seeking for whom to devour. Be sober, be vigilant, be awake. Kuwa macho, kuwa mwangalifu, kuwa hodari. Wacha kukula tu hata unawi unaanguka ukitanda. Yaani mtu uwezi kusahau kukula lakini unasahau hata kunawa. Hata unajifanya, "Aki nimechoka." Haya nimechoka. Na usahau kukula. You don't forget to eat, but you forget to pray. Hello? Ukianza kuomba saa 8 na unasikia breakthrough, usijilimit. Weka alamu ya kukuamsha, usiweke ya kukusimamisha kuomba. Ukiweka ya kukuamsha, ikisha kuamsha, una stop alarm. Usiwache kisnooze every after 5 minutes, itakuinterfere utaomba vizuri. Lipuka kwa maombi, kataa kila kazi ya shetani. Listen, Satan is not powerful. Satan is deceptive. Shetani hana nguvu. He has no power. He has deception. Satan is a liar. He is not strong. Why do you let him paralyze your life? Why do you let Satan paralyze your business? Why do you let Satan paralyze your marriage? Why do you let him paralyze your children? Why do you let him paralyze your courses of life? Why? Wewe unazaje kuruhusu shetani stop mambo yako? Anasimama mbele anakuambia hapa upiti. Na wewe unafika hapo unagonga ukuta hivi alafu unasema, sasa ningefanyaje? Unaanza, ni bwana yangu tu. Ni bibi yangu tu. Ni jirani tu ndiye aliniroga. Hii vita ni jirani tu. Sijui ni nani.
Oh, sijui unalaumu jirani. Why are you blaming your neighbor? Why are you blaming people? Why are you blaming your child? Nimekulipia school fees. I have paid fees. You have been lazy. You did not work hard. I blah blah blah. You paid fees. And how did you score in school when your father paid school fees for you? How did you score? Unagombanisha mtoto na mtoto anajaribu na wewe hata hukupata kitu. Kwanza wewe uliwachia class 6. Hello? Bwana asifiwe. Why are you fighting your child? Why are you fighting your husband? Why are you fighting your wife? Why are you fighting your neighbor? Why are you fighting people? Why are you shifting blames? Go into, please, reign by the knees. Reign in prayer. Tawala kwa maombi, tawala kwa magoti. Chukua kile unataka kwa maombi. Haribu madhabahu kwa maombi. Haribu vifungo kwa maombi na kwa kutoa dhabihu kwa Bwana. Give the sacrifices of prayer. Financial. Peana vitu kwa Mungu. Peana maombi kwa Mungu. Peana moyo wako kwa Mungu. Kataa madhabahu. Itakuzuia hakuna kitu utafanya kwa hii dunia. Altars will bring shame. Altars will bring disappointments. Altars will bring embarrassments to your life. Altars are bad spirits. Maana zimewekwa na ndio zina control mambo katika ulimwengu wa kiroho. Please, I beg that you stand up and pray. Stand up and ask God to help you. Badilisha maisha yako ya kiroho. Amka usiku wa manane uombe. Please, wacha kuombea kwa kitanda. Kuna wengine ambao unalala hivi, alafu wewe unaomba ukiwa kwa kitanda. Yesu nakuomba, ambako unashtukia, Mungu nakuomba unisaidie, alafu usingizi na kuchukua. Nafika mahali unashtukia, alafu nakumbuka nilikuwa ninaomba, tena unaanza. Hello? Tena unaomba, Mungu nisaidie, Mungu nilinde, Mungu niongoze, Mungu nisaidie, mpaka unakuwa absent minded. Mpaka kwa maombi yako unakuwa absent minded. Unaomba Mungu na kuomba Bwana unisaidie, mpaka unaanza shetani unisaidie, shetani unipe nguvu, shetani wangu unisaidie, alafu nakumbuka aya naomba nani? Praise God. Tafadhali kuwa serious. Chukua hatua ya imani. Ona. Unajua kuna kuanga na watu kwa hii dunia ambao hawachaguangi anything. You don't choose anything. You don't choose any course of life. You don't choose anything in life. You are just there. Yani wewe hujui kutaendaje. Ni kama conductors. Conductor huwa anasimama kwa stage hivi. Gari kitoka ya kwenda huku anaanza kuijaza. Tuende Nairobi. Alafu inaenda na mrushia 20 bob chini. Angalia. Ikienda anarudi anachukua. Yenye inaenda huko anaambia tunaenda. Conductor hajawahi enda mahali. Conductor hajawahi enda mahali. Kuna wakristo ambao wanakaa kama conductor. Hey. They never go anywhere. They never choose anything. There are Christians who are like conductors of a mat. They will not choose to go anywhere. They will go where a circumstance takes them, where a wave takes them. You have no principles of life. You have not chosen anything. You have not chosen any course of life. You are there for anything to take you anywhere. Oh, come on, people. This generation. You are there for a wave to take you to any direction. Wewe uko hapo, mazingira ikupeleke popote itaenda na wewe. Wewe hujaiona watu ambao wewe uko hapo tu umekaa. Alafu mtu anapita na kwambia ni aje bro? Niko nataka kufika hapa juu. Si unipeleke? Wacha twende. Narudi. Alafu mnaanza bwana, unajua huyu Ruto. Unajua huyu Ruto ananishangaza bwana. Mnaenda mkifika pale, mwingine anakuja na kutoa hapo tena. Ni aje? Nafika hapa phase 3. Si twende. Nafika hapa ngambo. Si twende. Yenyewe wazee. Iza. Haya, umetoka. Tena umeenda. Unaanza bwana, unajua mimi nashangaa sana na Raila bwana. Unajua Raila bwana. Tena mnaenda mnafika pale. Anakuambia nimemaliza shughuli. Sasa si wewe tuonane bro. Anakunulia chai. Unakunywa. Unakaa hapo saa hiyo hujui cha kufanya. Unaenda hapo hivyo unaenda kuangalia magazeti za wenyewe kidogo hivi.
Unaangalia magazeti, unaangalia newspaper, inaongea kuhusu Ruto. Unacheka wazee. Hata wana haja na wewe. Wazee, unajua Ruto anashangaza na wanakuangalia. Unaongea na nani sasa? Alafu kidogo ni aje bro? Haya kwani wewe? Ni aje? Poa. Si nafika Kitengela, si tupige lap. Sawa hiza twende wazee. Twende bwana. Unajua hata nilikuwa ninakaa hapa nafikiria kurudi nyumbani, lakini twende. Tena umeshika njia. What is wrong with you? You don't know anything. You don't know where you are going. You don't know what you are working for. Well, you don't know anything. You will go where a wave takes you. Please don't do that, for God's sake. Chagua mambo ambayo unasimamia in life. Chagua mambo ambayo umeamua kufanya. Choose your courses of life. Choose your friends. Choose the people. Choose where you are going. Choose your journey. Choose your course. Choose your destiny. Choose things. Strategize for your life. Weka mipangilio mizuri kwa maisha yako. Jua ni kitu gani unafanya. Wakati unaenda kwa maombi, ombea kitu unajua. Pana kwa tu mtu unabebwa na upepo, umerushwa pale, unangoja upepo mwingine kuchukua ikupeleke kwingine. Praise God. May God help you today. Bwana asifiwe. May God help you today. May God help you, for God's sake. Wewe unaishi kwa plot alafu unatoka tu unajoin wa mama pale. Kwanza unachukua lesson unaenda unatandika pale. You sit down and you start talking about things you don't know. You just join a group in a plot. Alafu unaanza hadithi nao. Unajua fulani bwana yake, bibi yake, bla 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 bla. Bwana anakuja jioni anapata wewe ukuosha hata vyombo. Anakuuliza bibi yangu, kabisa nimeshinda kazini. Na hata huku nioshe hata nguo. What is wrong with you? Akikupiga kofi unaanza, Bishop niombe. Huyu mwanaume ananipiga tu bila sababu. Imagine ananipiga tu bila sababu. Ukikaa na bwana ukimuuliza shida ni nini? Anasema huyu mwanamke mimi simuelewi. Hata nyumba haoshi. Kuna wanaume walevi, drunkards, ambao mabibi zao wanakuja kanisani na wameokoka. Alafu wanakosana, anakuambia niombe bwanangu ananitesa. Unampigia simu bwana akiwa mlevi, hata amevuta bangi na amelewa. Alafu wakati mnaongea mambo bwana anakuambia, unaona kama bwana ndiye ameokoka kuliko huyu bibi. Unagundua bwana ndiye anakaa na wokovu kuliko bibi. Hujaosha vyombo, wewe ni mchafu, kwanza umenikujia hapo ukiwa nasukuma kwa meno. Vyombo kwa nyumba hujaosha, hujafulia bwanako nguo. Saa hiyo unasema bwana amenipi? Honestly. Hata wewe ukiwa bwana, kwa nini usipige huyo bibi? Bwana amekutafutia pesa, ameenda kazi, alafu akirudi kwa nyumba, hukuosha vyombo, ulikuwa komishenia kwa jirani. Hukuosha watoto hawajaoga. Ndio unangangana na watoto kwa baridi usiku, saa 2 ya usiku unawaosha. Na ulishinda nao kwa nyumba kutoka asubuhi mpaka jioni, walitoka shuleni saa 10. Hawakuoga, hawakufanya nini? Watoto ni wachafu, matope, vitambaa zimekaa ni kama uko na pasi kwa nyumba, hata huwezi piga kitambaa ya meza pasi. Sasa you have never chosen anything in life. That is why altars are destroying your life. You don't have time to deal with them. Hauna wakati wa kudeal na madhabahu yako. Let me tell you, ngoja nikuibie siri. Mambo yote unafanya bila Yesu, unapoteza wakati. Sanya mingi sana. Shetani ataitawanyisha yote. Madhabahu yako itaitawanyisha yote. Na kuonea huruma kama unafanya mambo bila Yesu. Hello? Nipongia mkono wako. Mambo yote ambayo unafanya bila Yesu hayatafanikiwa. Jamani, usifanye mambo bila Yesu. Fanya na Yesu. Enda na Yesu. Ingia kwa ndoa na Yesu. Kataa kila madhabahu. Haribu ya madhabahu. Ukiharibu kila siku na uitolee dhabihu, na kuambia yatakwisha kabisa. Kuna roho zingine za ufukara. Unashindwa. Kuna spirit nyingine ya uzembe. Unajikuta wewe ni mzembe. Ama ukipata tu pesa mpaka shida itokee. Yani ukipata tu pesa mpaka kuwe na something, either magonjwa, you encounter sicknesses, you encounter certain problem, unakuta tu kitu kinatokea. Yani mpaka kitu itokee ichukue pesa zako. Tafadhali. Unaendeleaje na system hiyo? Work it out.
Philippians chapter 2 verse 12. Paul is telling Philippians, work out your salvation with the fear and trembling. Work out salvation. Work it out. Work out your spiritual life with fear and trembling. Fanyishia wokovu wako kwa kuogopa na kutetemeka. Kaa kwa maombi, kataa vifungo, rarua kaza mapepo, panga mfungo. When you are free, you are not very busy. Take 2 days, take an off duty, omba ruhusa deliberately. Ufunge kazi, uende mlimani siku 2 za kumtafuta Bwana. Unajenga kitu kwa maisha yako ambao hutang'oa. I'm telling you this. Shetani alivunja watu wakubwa. Satan has broken great men. Satan has broken great women. Satan has broken great marriages. Satan has broken great businesses. Satan has broken billionaires. Satan has broken bishops. Satan has broken pastors. Satan has broken great prophets in this world. Satan has broken them. Please pray. Please pray. Omba tafadhali. Pray without ceasing. Seek God than any other thing you seek in your life. Hakikisha ukifanya biashara, maombi unaomba 90%, biashara ufanya 1%. Somebody didn't understand. Hakikisha unaomba 90%, biashara ufanya 1%. Umeajiriwa, omba 90%, kazi ya mwenyewe fanya 1%. Hello? Fanya kazi yako usiku. Soma Biblia, vitabu zote utakuta watumishi wote wa Mungu walikuwa wanafanya mambo yao usiku. Petro na Yohana walikuwa wanaenda kuomba kila usiku wa saa 8 ya usiku. Biblia inasema walipokuwa wanaingia katika mlango, while they were entering the temple at 3 a.m. 3 a.m. ni saa 9 ya usiku. Walikuwa wanaingia kwa temple, ndio wakakutana na kiwete. Saa 9 walikuwa wanaingia kwa maombi, wanaomba. Wameamka kwa nyumba yao saa 8 wameomba, sasa wanaenda kanisani kuongoza watu wengine kwa saa 9 ya usiku. Kwani saa 9 hii ilikukosea nini? Unakaa ukiwatch TV, unakaa kwa TikTok, unakaa kwa hadithi za ujinga, kwa mshene na vitina mpaka saa 5:30 ya usiku. Ukienda kulala hivi, mwili imeshachoka. Why can't you sleep early? Why can't you plan yourself and sleep early? Go to bed early. Come on. Shulale saa 2 kama unaweza. Sasa wewe umepika kwa nyumba, umepika saa 1. Mbona unalala saa 6? Hii katikati unafanya nini? Na uombi? You are not in prayer. Lakini unalala saa 6. Why will you go to bed in the midnight? Why do you do that? Alafu sasa ukilala hivi kidogo umesinzia, umelemewa. Please pray. Hello? Receive the grace of prayer in Jesus' name. Do not allow altars in your life to terrorize you. Sababu hizo madhabahu hazitaondoka na hiyo usingizi uko nayo. Hazitaondoka na hiyo uzembe uko nayo. Zitakutesa. Please pray, break them, destroy them, paralyze them. Mimi huwa naambia kwa nyumba watoto wangu, naambia watoto wangu, jameni, hata hao seti alarm zao. Siku nyingine nachoka, saa zingine nimetoka huduma saa 5 ya usiku, nimeingia kwa nyumba ndio nioge, nikule sapa, na lala saa 7 na saa 8 ninafaa kuamka. Nawaambia seti alarm mniamshe. Wakuja mpaka penye niko waniamshe. Kama yangu itashindwa kuniamsha, waniambia daddy, amka uombe. Yes. Hata ule mdogo namwambia uniamshe tafadhali. Alamu ikilia uniamshe. Hata kwanza nimeshinda kule Kalawani usiku na mchana, tulikuwa tunafanya huduma sana. Nikakuja nimechoka sana. Na nikafika late. Na nikasikia nimechoka kupita kiasi jana. Nilishindwa hata kuamka. Leo watoto ndio waliniamsha. Daddy, sasa imefika kuomba. Kwani hujasikia na mwinalia? Wakatoka bedroom yao wakuja kuniamsha. Wakaniamsha. Nisema asante watoto wangu, jidi wazuri. Sitaki usingizi. Nikaamka nikaingia kwa maombi. Bwana asifiwe. Amuka tafadhali. Honestly speaking, wangapi wanaamka saa 8 kuomba? Inua mkono. The rest you have decided not to pray. Wengine mmeamua hamtaki kuomba. Si ndio? Utafanyaje shetani? Shetani huwa anafunga watu kuanzia saa 8. Shetani hufunga watu saa 8, saa 9, 2 hours. Usipoamka
Anytime you forget to wake up at 2 to 3, between 2 and 3. Ukichelewa amka saa 8, ukichelewa sana amka saa 9 kamili. Pray at least for 1 hour. And if you fail to pray hiyo masaa, ukisahau kuomba, if you fail to pray those times, what Satan will do during those 2 hours, you can only take 1 month to challenge it. Kile shetani anafanya 2 hours, you will take 1 month to destroy. Utachukua mwezi moja kuombea kila ameharibu leo peke yake. Chenye ataharibu kesho utachukua mwezi mwingine moja kuharibu. Chenye ataharibu kesho, so kwa siku 3, hiyo ni miezi 3. Vitu utachukua miezi 3 kuharibu. Akiharibu kwa miaka 2, the rest of your life utakuwa unaharibu. By the time unamaliza kuharibu ya mwisho, you are already old, you are going to the grave. Why can't you start today? Why can't you pray today? Hallelujah. You don't need to be too good to be prayerful. Don't struggle with a lot of your goodness. Please struggle with God. Usingangane na uzuri wako. Jacob hakungangana na uzuri wake. Alikuwa ameshaoa mabibi 4, ameshakuwa mzinifu, ameshaharibu, lakini akasema Bwana, nimelemewa na usharati, nimelemewa na kiburi, mimi ni muongo, nimedanganya Esau. Hakuendea Esau kuomba msamaha, hakungangana na wanawake. Alisema mimi nimeamua kuachana na mambo yote, ni turn kwa Jesus. When you turn to Jesus with your sin, he converts you and makes you his very own and hears your prayer. Turn to him in prayer. Turn to him in prayer of faith. Turn to him diligently. He will deliver you. Simama kwa miguu yako umwambie Bwana.